Ninatamani kwa yule ambaye si Mkatoliki, pengine ameshasikia neno hili likitamkwa sana ama hajawahi kusikia, ndio mara yake ya kwanza. Tunapozungumzia wakatekumeni tunamaanisha nani ama kina nani? Mkatekumeni, neno hili si la kwetu, limetolewa huko katika lugha ya Kigiriki na likiwa linamaanisha yule anayefundishwa na anafundishwa mafundisho mazito, ambaye mara nyingi anakuwa ni mtu mzima, anapitia mafundisho ili kufikia hatua fulani. Kwa kumbe haisa anapoanza kufundishwa, kwa mfano sasa kwa kwetu sasa sisi, mtu huyu anaanza kuandaliwa ili baadaye apate ubatizo, apate kuingia katika Ukristo. Sasa kabla ya kuingia katika Ukristo lazima upate mafundisho, na mafundisho haya na awamu. Na katika liturujia basi ninakwambia hawa wakatekumeni wataanza kupokelewa. Kwa mfano hizo hatua za mwanzoni kabisa, kuna hatua kama nyingi hivi. Kwa mfano kuna hatua ya utakaji. Yule mkatekumeni sasa anaenda kujiandikisha kwa katekista, kama sasa anataka kuwa Mkristo, ameshashauriwa huko na kadhalika, basi naye amekubali kuwa Mkristo, anakwenda kujiandikisha. Baada ya hapo kuna hatua nyingine ya wanafunzi. Sasa hatua ya wanafunzi sasa anaanza kufundishwa mafundisho ya awali kabisa, Ukristo na kadhalika. Alafu kuna hatua ya ukatekumeni wenyewe. Sasa hapo anapewa mafundisho ya katekesi. Hiyo katekesi manake ajue mafundisho ya kanisa, ajue masakramenti na kadhalika. Alafu baadaye kuna kipindi cha Mkristo mpya, yani anakuwa Mkristo mpya sasa. Maana hiki ni kipindi kuanzia Pasaka, baada ya kupewa sasa ubatizo siku ya Jumamosi Kuu, baada ya Pasaka mpaka Pentekoste, kwa maneno mengine tuta Mistagogia. Hapa ni mafundisho sasa ya kanisa na masakramenti ya kuendelea mpaka Pentekoste, maana yake ni mafundisho endelevu. Kwa kumbe huyu mkatekumeni ni yule ambaye anafundishwa kama mwanafunzi, alafu ndani yake kuna hatua mbalimbali. Kwa maneno mengine tunaweza kusema pengine labda ni kama mama kanisa anabeba mimba. Anapobeba mimba, hasa kipindi cha kutunza mimba, kulea, ndipo hapa huyu anafundishwa. Anakuja kuzaliwa sasa mtoto ambaye ndio huyu mkatekumeni sana kwa Mkristo, anapobatizwa maana yake anazaliwa mara ya pili sasa. Kwa kifupi wasenza kusema labda baba, mafundisho haya ambayo anayapata mkatekumeni yanaweza kuchukua muda gani ili kuhakikisha kwamba yote, kwa sababu umesema tayari anapaswa kuwa mtu mzima, na tunafahamu Wakatoliki pia tuna desturi ya kubatiza watoto wakiwa wadogo. Maana yake yule ambaye hakubatizwa wakati wa utoto wake ameshakuwa anapitia mafundisho. Mafundisho hayo ni ya muda gani? Lakini pili, ninatamani kujua baada ya mtu kupokelewa, amekwisha batizwa, kanisa limeweka utaratibu gani kumfuatilia kuhakikisha ya kwamba hatoki katika ile imani ambayo amekwisha ianza? Kipindi cha ukatekumeni kimsingi kabisa inabidi kidumu kuanzia miaka 3. Kwa sababu mafundisho anayopewa ni mafundisho mazito na kwa kina. Kwa maana atapata masakramenti yale ya mwanzoni ya kumuingiza ndani, sakramenti za mwanzo za kumuingiza katika Kristo. Sakramenti ya ubatizo, sakramenti ya Ekaristi, baadaye kipaimara. Hizi sakramenti zote zina mafundisho yake msingi. Kwa lazima kiwe kipindi cha muda mrefu. Ndio maana nyingi minimum kwa miaka 3, lakini sasa kutokana na mazingira yetu muda mwingine mtu anaweza kujifunza ndani ya mwaka mmoja au mwaka mmoja na nusu na kadhalika, lakini kimsingi basi waanze kwanza miaka 3 na kuendelea. Na kanisa kama kanisa kuhusu kumweka mtu huyu aendelee na mafundisho pengine asitoke nje, lina taratibu mbalimbali. Ndio basi katika kanisa kuna makundi mbalimbali. Kuna hivi kwamba kwanza vyama rika na maanisha ni UWAKA, wanaume wa Katoliki, WAWATA ambao ni wanawake wa Katoliki, kuna VIWAWA vijana, afu kuna watoto. Sasa mtu huyu anakuwa katika makundi gani? Inategemea na umri wake. Kwa kumbe basi mtu huyu akishabatizwa, kwa mfano kama tukizungumzia mkatekumeni, pengine labda ni kijana. Kama huyu kijana maana yake anakuwa tayari kwenye VIWAWA. Na katika VIWAWA basi hapa hivi wana mafundisho yao, wana ibada zao, kuhusu vijana wao kama ndani ya kanisa wanakuwa na mafundisho yao. Lakini sasa huyu baadaye ataamua ataingia katika wito upi. Either atakuwa mwanandoa au atakuwa padri au atakuwa mtawa, sister na kadhalika. Hukumu kule atakapoelekea vile vile kuna kundi ambalo ataingia. Kama akiingia katika ndoa basi atakuwa ni UWAKA.
Akiingia katika akiwa ni mwanamke atakuwa wata. Akiingia katika upadi basi ni wito wa upadri, atoka kapadi na kuhudumia wengine. Lakini pia hapa katikati vile kuna vyama mbalimbali. Vyama ambavyo mtu huyu vitamwezesha yeye kukua kiroho. Vyama vingi, mfano kuna Rita Akasha, kuna Moyo Mtakatifu wa Yesu. Hivi vyote vinamsaidia mtu huyu basi wala asiwe mbali sana na kanisa. Pamoja na kwamba hapa kuna gap nyingine, tukichukulia watu wanaobatizwa kwa wadogo, baadaye atapata ekaristi, atabatizwa, atapata ekaristi, baadaye kipaimara. Hapa kuna gap kidogo, lakini viko vyama vya kitume.